Katika siku ya maadhimisho ya kitaifa ya siku ya familia duniani yaliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa mkuu wa mkoa wa Tanga, ambapo tukio hilo liweza kuhudhuriwa na baadhi ya taasisi mbalimbali wakiwemo wasafirishaji maarufu bodaboda Tanga Women's Gala pamoja na wanafunzi wa shule kutoka sehemu mbalimbali. Lakini licha ya hayo kuendelea, wanafunzi wameweza kuhimizwa kuachana na mitindo ya maisha bandia inayoonesha mtandaoni, hasa kwa kuposti maudhui yasiyofaa kwenye mitandao ya kijamii, na badala yake wakumbatie maisha halisi yanayoongozwa na maadili mema. Tupate mengi mazuri yaliyoweza kujiri katika ukumbi huo. Langu majina naitwa Nasir bin Nasir. Hii ni Fiber Brothers Media Tanga. Kwa hiyo kupitia siku hii, ndugu zangu, tuendelee kutafakari na kutoa umuhimu wa kipaumbele cha malezi na makuzi ya watoto wetu. Moja ya majukumu makubwa kabisa ya sisi walezi, wazazi, katika kumtengeneza mtoto ni pamoja na kuhakikisha anapata mahitaji yake ya msingi. Kwa maana ni lazima tuhakikishe mtoto anapata mahitaji ya msingi ya chakula, mavazi, malazi mazuri, ili awe na afya bora, aweze kupata elimu inayostahili, na mwisho wa siku kutengeneza mtu ambaye atakuja kusaidia wazazi wake, jamii yake na taifa lake kwa ujumla. Ndugu washiriki, katika kipindi cha miaka hivi karibuni tumeshuhudia mifarakano, migongano, malumbano kwenye familia nyingi. Na mifarakano hii, waathirika wakubwa ndani ya familia ni watoto. Na mifarakano hii inatokea kutokana na kupungua kwa upendo baina ya baba na mama, kukosekana kwa ustahimilivu, lakini kubwa ni kutokuwa na hofu ya Mungu. Ndio maana tunaambiwa kwenye malezi, moja ya jambo ambalo tunapaswa kumjengea mtoto ni pamoja na kuhakikisha anakuwa na hofu ya Mungu, ili kuja kutengeneza mzazi atakayewalea watoto naye kwenye misingi ya Mungu, lakini atafanya mambo yake huku akiwa ana hofu ya Mungu. Kwa hiyo kutokana na changamoto hizo, tunajikuta familia nyingi zinaingia kwenye mifarakano, na mwisho wa siku baba na mama wanatengana. Na bahati mbaya sana, kunapotokea na kutengana kwa baba na mama, mwathirika wa kwanza anakuwa ni mtoto. Baba anaweza akakataa kuchukua majukumu yake, lakini unakuta mama wakati mwingine uwezo wa kuhudumia mtoto yule ni mdogo. Kwa hiyo mtoto analazimika kuchukua majukumu ya kujilea yeye mwenyewe. Sasa niambie, mmeachana, mtoto ana miaka 7, ana miaka 8, miaka 10, anachukua majukumu ya kujitafutia chakula, ajue analala wapi, kama yuko shuleni ajue mahitaji ya shule. Sidhani kama tutakuwa tunatengeneza mtu ambaye anajitambua. Na kwa msingi huo, sisi kama walezi, wazazi, jamii, tunatakiwa kuungana kwa pamoja, kuendelea kukumbushana, kushirikiana na viongozi wetu wa dini, viongozi wa serikali, makundi mbalimbali ndani ya jamii, kukumbushana misingi ya kuwa na upendo, ustahimilivu, lakini na kusamehe, ili kuweza kuendelea kulinda taasisi ya familia ambayo ndio msingi imara wa taifa letu. Ndugu mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, shirika la Hope Young Girls limesajiliwa chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum mwaka 2012 na makao yake makuu yakiwa Dar es Salaam. Shirika limekuwa likifanya
kazi katika mikoa ifuatayo. Tumekuwa tukifanya kazi Tanga, Morogoro, Pwani, Dar es Salaam pamoja na Lindi. Na kwa mkoa wa Tanga tumekuwa hapa takribani kwa miaka 5. Tulianza kufanya kazi mwaka 2019 katika mkoa wa Tanga, na kazi yetu kubwa ni kutoa elimu ya kujitambua kwa vijana balee, hususani wasichana walioko ndani na nje ya shule, kwa kuwanyanyua wasichana kiuchumi, kwa kuwapa elimu ya ujasiriamali na vifaa mbalimbali vya kufanya biashara, lakini pia kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia, elimu ya usawa wa kijinsia, pamoja na kushirikiana na viongozi mbalimbali bila kuiacha jamii nyuma. Sisi shirika la Hope tunaamini sana katika nguvu ya pamoja kwa kushirikiana na jamii, kwa sababu jamii ndiyo msingi mkubwa na msingi imara. Toka kuanzishwa kwa shirika letu tumeweza kufikia moja kwa moja watu zaidi ya 185,000. Jitihada tulizozifanya katika mkoa wa Tanga ni pamoja na utekelezaji wa mradi unaitwa Jiandae na Maisha, Fikia Ndoto Yako. Ni mradi uliolenga wasichana 1320 walioko ndani na nje ya shule. Tuwapatia elimu ya ujasiriamali, cherehani, elimu ya ukatili pamoja na taulo za kike. Lakini vile vile tulitekeleza mradi wetu unaokwenda kwa jina la Paza Sauti Ilinde Haki Yako. Mradi huu ulilenga walioko ndani ya shule pia, na tuliweza kukarabati bweni la wasichana, ikiwa lengo tulitaka kuona kila msichana anafikia ndoto yake kwa kumaliza elimu yake ya miaka 12. Sisi tunaamini kwamba elimu ndiyo msingi wa mafanikio, elimu ndiyo msingi wa familia bora. Bila elimu, familia zetu zinakuwa na utatanishi sana. Lakini hatukuwa nyuma pia, tulienda mbele, tukaja na mradi unaitwa Napiga Hatua. Mradi huu Napiga Hatua ulilenga wasichana 360 kwa kuwapa elimu ya ujasiriamali, vifaa kama vile, pia tulitoa cherehani na tulitoa vifaa vya ujenzi vya sabuni, yani elimu ya ujasiriamali ambayo iliambatana na wao kuweza kutengeneza sabuni na vitu vingine vitafunio vidogo vidogo vya kula. Lakini vile vile tunapozidi kwenda mbele, kama mlivyosikia hapo, kulingana na majina ya miradi yetu, sasa hivi tuna mradi unaitwa Songa Mbele. Huu mradi tunataka kila mtoto asonge mbele na wala asirudi nyuma. Na mradi huu unalenga kuwafikia wasichana 1500 kwa mkoa huu wa Tanga. Na vile sasa ziko aina kadhaa za ukatili. Tukianza na ukatili wa kwanza, tuna jamii yetu tukizungumzia tu ukatili kwanza huwa inafikiria ni ukatili wa kingono. Ukatili wa kingono ni hali ambayo inaweza kumtokea mtu, iwe pengine ni mtoto au mtu mzima, mwanamke au mwanaume, kulazimishwa kufanya ngono bila ridhaa. La kwanza. Lakini pia kwa mfano kwa mabinti wa chini ya umri wa miaka 18 kufanyiwa vitendo vya ukatili kwa maana ya kulawitiwa kabla hajafikia umri sahihi, ile pia nao ni ukatili. Lakini pia kuna aina nyingine ya ukatili, baba yuko nyumbani anahitaji faragha na mke wake, lakini pengine mke kwa wakati huo labda kachoka kulingana na majukumu ya kutwa nzima, kwa hiyo baba anakuwa na force lile jambo. Hiyo pia nao ni ukatili. Lakini ukatili mwingine pia unaweza kuwa kwamba mama ameshazoea baba anapohitaji faragha hawezi kuipata, kwa sababu tayari analo kimbilio la neno ukatili. Kwa hiyo atakuwa anamnyima baba haki zake za msingi za namna hiyo. Kwa hiyo hiyo pia nao ni aina nyingine ya ukatili. Kuleta mafunzo mazuri kwa mabinti na kwa familia zetu. Swala la wazazi, upokeaji wao wa wito wetu naona umekuwa kwa kiasi kubwa siku baada ya siku, kutokana na kazi mbalimbali ambazo tukifanya katika mkoa wa Tanga, katika wilaya ambazo tunazifanyia kazi.
Kwa hiyo swala la mwamko wa wazazi wa kuanza kuelewa ni mambo gani ya kufanya, mambo gani ya kutofanya katika malezi na makuzi ya watoto wao katika jamii, ili kuhakikisha kwamba watoto wao wanaweza kutimiza malengo yao na pia wanaweza kuwasaidia baadaye. Kwa hiyo siku baada ya siku, kadri tunavyozidi kufanya miradi yetu, wazazi tumeona wamekuwa na mwitikio mkubwa katika kutuunga mkono katika masuala mazima ya uelimishaji ambao tunafanya katika jamii. Zamani tulikuwa tunatumia mila kwamba kwa kuepuka madhara baadaye kwa mtoto, wazazi walikuwa wanaozesha watoto wao bado mapema bila kutambua ndoa zile zitakuwa na madhara gani baadaye. Lakini kwa sasa hivi, kwa ndoa hizi kuvunjika kwa mapema, kwa kuna watalaka wengi na wengine kuna mjane baada ya mtoto. Kwa hiyo sasa wazazi wanapata kuelimishwa sasa hizi madhara kwa hizo ndoa za utotoni, na sasa hivi wanaelewa, na elimu bado inaendelea kutolewa kwa mabinti kwamba wao wenyewe kama wenyewe kwanza wajitambue na waelewe kwamba kuna madhara gani unapoolewa bado mtoto, na ukiona mzazi anaongelea hilo swala sehemu gani ya kwenda kuliripoti ili kuepukana na wewe na hilo tatizo.